wenye wamekuwa wakora kule Kerio Valley. Tuko na wakora kutoka upande wa Pokot, tuko na wakora kutoka upande wa Marakwet, tuko na wakora kutoka upande wa Baringo, tuko na wakora kutoka Turkana, tuko na wakora kwa hiyo belt yote hii. Sisi kama viongozi ni jukumu yetu tutafute namna na njia ya kumaliza hiyo uhalifu na uuaji, kwa sababu hawa vijana wanafanya hiyo vitendo. Ni vijana hawajaenda shule, ni vijana hawajawahi toka hiyo village, ni vijana wa chini ya miaka 15 18 wenye wamekuwa wakiterrorize watu. Na ndio nataka niseme, nikiwa mmoja wa kiongozi ninajua hiyo area. Sisi wote tushikane na tutafute njia. Tusiongeze siasa kwa maneno kama hayo. Tusiongeze siasa kwa mambo ya kifo. Unajua, ninaona viongozi wengine wanaongea wakiropoka, kwa sababu ni kama hajui uchungu ya familia walipoteza mtu, hawajui uchungu ya nchi, hawana jukumu yote kwa kichwa yao. Kazi yake akiamka asubuhi akiona kitu yote kinafanyika pale, baada kwanza aulize ni nini imefanyika na ni mbona ilifanyika, anaongea carelessness. Nataka niseme viongozi ndio uwe kiongozi, ndio upangiwe laini kupigia kura uwe kiongozi. Inakuwa ni kazi kubwa sana. Na kutokea hapo inatakana ujue shida inatatuliwa namna gani, sio maneno ya kuongea. Kwa sababu hayo maneno imekuwa ikifanyika miaka nenda miaka rudi. Miaka nenda miaka rudi, kwa sababu tukiwa watoto wadogo tumekuwa tukisikia wale watu wanauana pale. Unasikia Pokot wamepiga Marakwet wamepiga Pokot, Baringo wamepigwa. Na niseme hivi pia, nikiwa hapa kwa kina Father Luis, najua kuna viongozi wengine wanachochea. Kuna viongozi wananunua bunduki. Kuna viongozi wakishika microphone mambo wanaongea ni tofauti na mambo wanafanya usiku ni tofauti. Na hiyo tutaenda tuseme ndio ikome, kwa sababu hauwezi pata umaarifa kwa watu kuuana. Mimi kama kiongozi, kununua bunduki ni kuongeza uhalifu, ni kuchochea wananchi, na unatafuta umaarufu ili atuchaguliwe tena, ili ufanye chochote ile ingine yote, lakini usinunue bunduki kulia watu wako. Na hiyo maneno iko hapa. Na nataka sana nishukuru rafiki yangu Kamke, kwa sababu wakati tuliongea mambo ya usalama naye akakuja chini na akakuja tukaresolve pamoja, na ninajua ile kazi anafanya pale. Tushirikiane sisi wote ili hiyo uhalifu ishi. Ila hasara tumepata, hawa watu wameua Father pale, hawajui Father anatoka wapi, hawajui Father, yani kwa sababu tu ya ile akili yako kidogo na ile uhalifu imekuwa kwa mwili yako, unapiga risasi Father. Hiyo ni uchunguzi kubwa sana kwanza kwa serikali. Hiyo ni kama kudunga macho serikali. Na ndio tuambie kila mtu mjue ya kwamba hiyo shughuli inaendelea na hawa watu watapatikana. Watapatikana. So amjalia kumjemisa. Mama wewe pinjaje ulini ijaza. Matunda basi yote ni mwana. So usishini moi yote. Hata sijanja kumjemisa. Punya rabetasdi. Kiteme kene jekia sinega rabina toko posunda gobi. Age wa mashishi Tuesday. Father smida alijaribu kumtimiza. Abu mwajene wa bishop mti. Angele ingale ulikuwa na bishop kingia kweli kweli. Kingia kitu no mjini kitu itu kige mwe. Amungu to ingola di mwe kutao ngam. Amjaribu kumtimiza. Kagile ne Father Luis ko ina ni buti lai aga kagegas au marne tani ko lagi tani ko kuit na na so barati en family nito ko lagi mutai ko ngeda ki uso bela kong atu ya tastai aba ismiyala ya ko chemisin na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kongo.